Mtazamaji wa Jambo TV, huu ni mwendelezo kuhusiana na taarifa ya mauaji ya kikatili yaliyoondoa uhai wa mwanadada Rhoda Jonathan ambayo iliripotiwa na Jambo TV wiki mbili nyuma. Baada ya mwili kusota mochwari kwa wiki mbili, hatimaye leo hii ndugu waweza kuchukua mwili huo katika hospitali ya Nyerere DDH hapa wilayani Serengeti. Ndugu wa marehemu waligoma kuchukua mwili wakisubiria uchunguzi wa kina kuhusiana na mauaji ya ndugu yao. Wamewiwa baada ya kuonyesha kuwa wameridhishwa na ushirikiano ambao wamepata mkubwa kwa jeshi la polisi kuhusiana na upelelezi ambao umefanyika na bado unaendelea. Na hivi sasa kunaripotiwa kukamatwa kwa watu wawili ambao wanahusishwa na tukio hilo, huku bado jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi. Huo ni kwa mujibu wa taarifa ya dada wa marehemu. Na safari ya kuleta mwili huu nyumbani imefanikiwa, na hapa tuko katika mji wa marehemu Rhoda Jonathan alipokuwa akiishi yeye na familia yake. Inataarifiwa kuwa mazishi yatafanyika katika makaburi ya kanisa ya Waadventista wa Sabato Matare. Endelea kwa nasi, hii ni Jambo TV na langu jina ni Federizo Samson. Kwa majina naitwa Sara Jonathan. Marehemu ni mdogo wangu anayenifuata. Mwanzoni ilikuwa ngumu sana. Mwanzoni ilikuwa ngumu kupokea tukio hili, na tulikuwa hatujaelewa kwamba mdogo wangu ameuawa na kitu gani, na ni majambazi wamemuua au ni habari nyingine. Lakini mpaka sasa, kutokana na ule mwanzo wa upelelezi, jinsi serikali ilivyotupa ushirikiano, tunaishukuru sana serikali kwa kuwa tumepata ule mwanzo wa upelelezi. Kwa hiyo tunaishukuru serikali, lakini mpaka sasa tumekubali kumchukua mwili wa marehemu na kuleta hapa nyumbani tukauzike. Ni maongezi yamefanyika kati ya familia hii na familia nyingine. Tumekubaliana kwamba mwili usiendelee kuozea mochwari, tukauhifadhi sehemu yake sahihi. Lakini hata hivyo bado pamoja na kwamba serikali imetusaidia kwa awamu ya kwanza ya upelelezi, lakini mpaka sasa tuna matumaini makubwa na serikali itaendelea kuwa pamoja nasi, ikiendelea kuchunguza zaidi na kuwabainisha wale waliomfanyia mdogo wangu uovu kama huu uliomkuta. Kwa hiyo sisi kama familia tumehuzunika sana, lakini tumeridhia kumhifadhi mwili wa marehemu.
Jeshi la polisi bado wana ushirikiano na sisi, lakini mpaka sasa hawajatoa tamko rasmi, bado wako kwenye uchunguzi. Labda katika tukio hili kuna watu wanahisiwa na pengine kuna watu mpaka sasa kuna watu wameshikiliwa. ngapi? Kuna watu 2 tayari wamekamatwa na kuna wengine wanahisiwa, japo bado kutokana na huu uchaguzi jinsi ulivyokuwa, mawasiliano hayakuwa mazuri, bado hawajaweza kukamatwa, lakini tunaamini kwamba mitandao itakapokaa sawa mambo yataenda vizuri. Neno letu kwa familia, sisi tunatoa rai kwa wananchi wote. Kwa kweli kitendo kilichomkuta mdogo wetu sio kizuri. Tunaomba serikali ikikemee. Kwa kweli ni jambo ambalo limeleta majonzi makubwa kama mnavyoona, lakini neno letu kama familia tumekubaliana kumzika mdogo wetu katika maeneo ya kanisa la Wasabato Matale, ndipo tutaenda kumhifadhi kutokana na kukubaliana na familia kwamba tumhifadhi katika maeneo ya makaburi ya kanisa la Waadventista wa Sabato.